Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Lakini pia huwa tunajadili kuhusiana na tetesi za usajili ikiwa tunafahamu kabisa ya kwamba sasa hivi ziko tetesi nyingi sana za usajili ambazo zinaendelea kulindima huko katika mitandao ya kijamii zikifurukuta chini ya kapeti. Lakini pia kwa kuwa tunaelekea mwishoni kwa ajili ya kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 tukiwa tuko karibu kabisa kuweza kufungua dirisha kubwa la usajili kwa ajili ya kuweza kuhitimisha ama kutambulisha wachezaji ambao watakuwa wamesajiliwa katika kipindi hiki. Lakini sasa hivi bwana, vilabu vingi vya nchini kwetu Tanzania viko busy sana kuweza kuzisaka sign za wachezaji tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali ama vilabu mbalimbali vya ndani na nje ya Tanzania. Na yote haya yanafanyika mapema ili kupunguza ile pressure mara baada ya dirisha kubwa la usajili kuweza kufunguliwa. Tunafahamu pia kwamba kunakuwa na pressure kubwa ambayo husababisha vilabu vingi kuweza kupata machaguo ya wachezaji ambayo sio sahihi, kwa kuwa wanakuwa hawajawafuatilia kwa muda mrefu, lakini pia hawana taarifa ama details za kutosha kuhusiana na hao wachezaji. Kwa hiyo ili kuepusha ile pressure ya dirisha kubwa la usajili kuweza kufungwa na kanuni na sheria mbalimbali zinazodhibiti usajili, vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania sasa hivi vimeshaanza kufanya harakati pamoja na mazungumzo na baadhi ya wachezaji kutoka maeneo tofauti ama vilabu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba vinakamilisha usajili huo mapema kabisa ili kupunguza ile pressure ya dirisha kubwa la usajili. Sanchari na hayo pia ikumbukwe hapo jana Simba Sports Club amecheza dhidi ya Mlandege FC kule visiwani Zanzibar kwenye michuano ya kombe la Muungano, na mchezo uliweza kutamatika kwa goli 3-0 ukiwa ni ushindi mnono kuliko uliopeleka Simba kwenye hatua ya finali, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo ulikuwa ni moja kati ya mchezo ambao pia umeleta tathmini kubwa sana kuelekea katika dabi ya Kariakoo inayokutanisha watani wa jadi Dar es Salaam Young Africans Sports Club dhidi ya wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club hapo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 pale General Isamuhyo. Utakuwa ni moja kati ya mchezo mkubwa sana ambao nafikiri wengi pia tunatamani kuweza kuona ni nini ambacho Simba itaenda kukifanya chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker ambaye amekuja na mifumo yake ambayo inatikisa kweli kutoka katika soka la NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini siko hapa kuweza kuzungumza kuhusiana na hayo zaidi. Iko taarifa nyeti kabisa ambayo binafsi katika pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nimevutiwa nayo, nikaona si mbaya kama nikija kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, kwa sababu ni jukumu letu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea zile taarifa zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na taarifa yenyewe bwana inamhusu mchezaji wa zamani ambaye ameitumikia klabu ya wanakundu Simba Sports Club Che Malone Fondo, beki ambaye kwa sasa anaitumikia klabu ya USM Alger na timu ya taifa ya Cameroon, ambaye ameipa heshima kubwa Simba Sports Club akisema ndiyo iliyomjenga hadi kufikia kiwango cha juu ambacho anacho kwa sasa na anakionyesha pale USM Alger barani Afrika. Ni mmoja kati ya wachezaji nguli ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana wakiwa na kikosi cha wanakundu Simba Sports Club kwa misimu kadhaa, na tunafahamu uwezo wake ulivyo mkubwa, lakini jambo nzuri zaidi na la kupendeza ni kwamba ameonyesha mapenzi ya dhati kabisa kwa klabu ya wanakundu Simba Sports Club, namna ambavyo ilimjenga kifikra, kisaikolojia, lakini pia kimichezo na kiushindani zaidi, ndio maana yuko bora mpaka hii leo. Kwa hiyo amekiri wazi kabisa kwamba Simba ndiyo iliyomjenga hadi kufikia kiwango cha juu alichonacho sasa barani Afrika. Anasema hivi na nukuu, Simba ni sehemu ya historia yangu, tulikuwa karibu kufanya kitu kikubwa. Uzoefu ule ulinikuza na kunipeleka kiwango kingine. Che Malone anatarajia kucheza fainali ya pili mfululizo ya CAF Confederation Cup kwa maana ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Amesema miaka yake miwili Msimbazi ilimjenga kisaikolojia, kiufundi
kukabiliana na pressure ya michuano mikubwa, na ndio maana bado yuko imara mpaka hivi sasa na yuko anafanya vizuri kweli kweli katika klabu yake ya USM Alger. Msimu huu wa CAF Confederation Cup mechi 12 amecheza michezo 12, amecheza dakika 1080 na amefunga goli moja dhidi ya FC San Pedro. Baada ya kuisaidia Simba kufika fainali msimu wa 2024-2025, nafikiri wengi tunakumbuka, sasa amepigania taji lake la kwanza akiwa na USM Alger, huku pia akiwa nguzo muhimu kwa timu yake ya taifa ya Cameroon. Haya ndiyo machache ambayo nilikuwa nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu, mwana TikTok, popote pale ulipo, kuhusiana na mchezaji wetu wa zamani wa Simba Sports Club Che Fondo Malone, ambaye kwa sasa yupo pale katika klabu ya USM Alger na anakitimua kweli kweli, na ameipa sharp klabu yake ya zamani Simba Sports Club kuwa ndiyo moja kati ya vilabu ambavyo vimemjenga zaidi kifikra, kisaikolojia, lakini pia kumpa uwezo wa kupambana mchezoni mpaka hivi sasa. Na mimi natamani kuona maoni yako hapo chini ya video hii kuhusiana na hiki ambacho Che Malone Fondo ameweza kushare na wadau wa soka kiujumla, hasa katika mara baada ya kuweza kutinga katika hatua ya finali za kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na klabu yake ya sasa anayotumikia hapa, anamaanisha USM Alger, na anaenda kucheza finali ya pili mfululizo mara baada ya kuweza kutokea katika klabu ya wanakudu Simba Sports Club. Ikumbuke finali ya kwanza alicheza Simba Sports Club, lakini pia finali ya pili anaenda kucheza anaenda kucheza na USM Alger. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vikubwa sana vya kujivunia kuona kwamba kumbe klabu ya Simba imefanyika kuwa daraja la kumvusha alipokuwepo mpaka kumpeleka alipo hii sasa. Nafikiri ni taarifa muhimu pia kwa wanakundi wa Simba Sports Club. Natamani kusikia ama kuona maoni yako mdau wa soka na shabiki wa klabu ya Simba Sports Club kuhusiana na hiki ambacho Che Malone ameweza kuzungumza katika vyombo vya habari. Natamani kuona maoni yako hapo chini ya video hii. Tuambie pia unatufuatilia ukiwa maeneo gani. Mimi ni Tema Sajina, hii ni TikTok. Hapa kama ilivyoada huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, tetesi za usajili, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Ikumbukwe siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni moja kati ya siku kubwa na muhimu zaidi kwa soka la nchini kwetu Tanzania, ikiwa Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans Sports Club wataenda kukutana pale katika uwanja wa General Isamuhyo kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Utakuwa ni moja kati ya mchezo muhimu sana kwa pande zote mbili, na ni moja kati ya mchezo ambao utaamua sasa Simba kuweza kupindua meza kibabe ama kubaki kubaki na kile kichapo ambacho tumekuwa tukishuhudia kwa siku kadhaa sasa. Mimi sina jingine la ziada la kuzungumza, ila zaidi tu ni kutakia wakati mwema, lakini usisahau kutuandikia maoni yako hapo chini kuhusiana na tathmini ya mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club kuelekea katika siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Wakati mwema, bye bye. Mimi ni Tema Sajina, hii ni TikTok.